tunaadhimisha siku ya urithi wa dunia au siku ya urithi wa maeneo yaliyotambuliwa kwamba ni maeneo ya urithi wa dunia. Maeneo haya yalitambuliwa kwa maeneo ya urithi wa dunia katika kikao cha 38 cha kamati ya shirika la elimu ya sayansi la UNESCO, kikao cha 38, kiliamuliwa kwamba maadhimisho ya siku au maeneo ya urithi wa dunia ifanyike tarehe 5 Mei kila mwaka. Na mwaka huu maadhimisho haya yanafanyika katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Vituo ambavyo vimetambuliwa kama vituo vya urithi wa dunia ikiwa ni pamoja na eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro, maeneo ya michoro ya miambani ya Kondoa, pori la akiba la Selous, magofu ya Kilwa Kisiwani, Songomnara na mji mkongwe wa Zanzibar. Pia ni eneo la urithi. Na sisi hifadhi ya taifa ya Serengeti tukiwa ni wenyeji wa maadhimisho haya. Kilele cha maadhimisho haya kitafanyika kesho tarehe 5 katika viwanja vya mpira pale kwenye mji wa Mgumu wilayani Serengeti. Tunatoa wito kwa wananchi wote kuweza kushiriki kwenye maadhimisho haya, ambayo maadhimisho haya kilele chake mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Ntambi, ambaye atashiriki na kutufungia maadhimisho haya hiyo kesho. Ndugu waandishi wa habari, lengo au dhima kubwa ya maadhimisho haya yamebebwa na kauli mbiu ambayo inasema majanga na migogoro ni tishio la maeneo ya urithi wa dunia. Kwa hiyo kwenye hili ni vyema wananchi na wadau wote wakashiriki na kubeba mantiki au dhima ya kauli mbiu hii, ili umma uweze kushiriki katika kuhakikisha kwamba maeneo haya yanaendelea kuhifadhiwa kwa ajili ya sisi tuliopo au vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo. Mimi naitwa Zuberi Mabie, ni mhifadhi kutoka kituo cha michoro ya Kondoa Irangi ambacho ni moja ya vituo vya urithi wa dunia kwa Tanzania. Lengo hasa la maadhimisho haya ni kufanya umma uweze kutambua umuhimu wa maeneo yote ya urithi wa dunia ambayo tunayo Tanzania. Kwa sasa tunayo maeneo 7 ambayo yanabeba sura kubwa ya kitaifa na kimataifa. Na maadhimisho haya yanalenga kabisa kuwafikia wananchi, kwa sababu tunatambua kwamba yapo maeneo haya ambapo wananchi hawana taarifa za kutosha. Lakini pia kwa kuadhimisha katika sherehe hizi, maana yake ni kwamba tunatoa fursa kwa wananchi walioko maeneo yote ya Tanzania waweze kufahamu kwamba huu urithi ambao tunasema ni urithi wa dunia una umuhimu wa kidunia, lakini pia una umuhimu kwa taifa letu pia. Kwa na wao watakiwa wawe sehemu ya huu urithi. Wasioni kwamba tunatunza tu kwa sababu ya watalii au na wageni kutoka nje, lakini pia na wao ni sehemu muhimu katika urithi huu. Kwa hiyo sherehe hizi zilianza tangu maamuzi yalitoka 2015, lakini kwa Tanzania tulianza kuadhimisha mwaka 2020 na hizi zinahama. Kama nilivyosema, tuna vituo 7. Kila mwaka tunaadhimisha kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Tulianza Zanzibar mwaka 2020, tukaenda Kilwa 2021, tukaenda Zanzibar tena 2022, 2023 tukafanya Kinapa pale Kilimanjaro, 2024 mwaka jana tumefanya Kondoa, na mwaka huu tunafanya hapa Serengeti. Kwa jina naitwa Ana Joyce Tadeo Kalumuna, ni afisa program kwa kitengo cha utamaduni kutoka NATCOM, yani Tume ya Taifa UNESCO. Kutokana na zoezi linaloendelea hapa, Tume ya Taifa UNESCO ama NATCOM ina majukumu makubwa katika utekelezaji
kwa suala zima la mambo ya urithi wa dunia. Ina kazi nyingi kubwa sana, lakini baadhi yake Tume ya Taifa ya UNESCO inashiriki moja kwa moja katika kuratibu. Yaani Tume ya Taifa ya UNESCO ni link, ni kiunganishi kati ya UNESCO makao makuu Paris na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na taasisi mbalimbali za kijamii na kiraia katika zoezi zima la uhifadhi wa maeneo ya urithi wa dunia. Naitwa Shali Hassan, ni mkurugenzi idara ya elimu, tafiti na uwekezaji, Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe ambao uko Zanzibar. Najua Mji Mkongwe ni mji urithi wa kimataifa ambao mji huu ni mji wa kipekee na umeingizwa kwenye World Heritage Site mnamo mwaka 2000. Umeingizwa Mji Mkongwe kwenye World Heritage Site kwa vigezo vitatu, kwamba tunajua Mji Mkongwe ni mji mmojawapo wa mashuhuri kwa wafanya biashara, ni mji wa kihistoria ya kiutamaduni, una uingiliano wa kiutamaduni za Kiarabu, za Kiafrika, za Kiulaya pamoja na za Kihindi. Pia ni mji mmoja ambao ulikuwa ni maarufu kwa wafanyabiashara za kiutumwa. Hizo ndio sababu pekee zilizofanya Mji Mkongwe wa Zanzibar kuingia katika mji wa urithi wa dunia. Ni Mji Mkongwe tunautunza, na kadri tunavyoendelea kuutunza unazidi kuvutia wageni, wenyeji mbalimbali wanakuja kutembelea. Kwa sababu Mji Mkongwe kuna vivutio vingi vya kiutalii, ikiwemo jengo la Ngome Kongwe, likiwemo jengo la Beti la Jaibu maarufu House of Wonder, magofu ya kale hapo mengi, majengo ya hamamu. Kwa hiyo hii yote hii ni zi attraction ambazo zinafanya wenyeji pamoja na wageni kuwa wengi Zanzibar katika kuja kutembelea. Naitwa Victoria Gilago Bache, ni kaimu mkuu wa kituo magofu ya kale Kunduchi. Magofu ya kale Kunduchi ni eneo la kilele cha ustaarabu wa Mswahili na lugha ya Kiswahili katika pwani ya Afrika ya Mashariki. Aliyeshikilia bendera lugha ya Kiswahili ambayo sasa inaenda kwenye lugha ya kuzungumzwa kwenye mikutano ya kikanda na ya kimataifa. Kunduchi ndio kilele cha ustaarabu wa Mswahili na lugha ya Kiswahili. Watu hawa wamefanya biashara ya masafa marefu wakitokea kusini mwa Somalia wakiwa tayari ni Waswahili. Wakashuka Malindi, wakashuka Tanga Tongoni, wakashuka Kaole Bagamoyo, wakaja Kunduchi ambako ndio walizikwa masultani kutoka mataifa matano: Oman, Iran, Iraq, Pakistan na India. Wakiwepo pia na Wachina katika biashara ile ya sahani zile za Ming Dynasty Tula porcelains kwa ajili ya royal families. Lakini Kunduchi ni eneo ambalo watu hao walikuwa njiani wakielekea Kilwa katika urithi ule wa dunia na wakienda mpaka Sofala. Mimi kwa majina naitwa Mashaka Mohamed, ni muhifadhi wa maliasili na malikale kutoka eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro inashiriki katika maadhimisho haya kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo katika nchi ya Tanzania na dunia kwa ujumla ina takribani sifa 5 kati ya zile sifa 10 zinazofanya maeneo yaweze kutambulika kama maeneo ya urithi wa dunia. Hivyo eneo la Ngorongoro ni moja kati ya maeneo ambayo yameshikilia nafasi kubwa kabisa katika dunia na nchi yetu kuwa na sifa nyingi zaidi katika miongoni mwa maeneo ya urithi wa dunia. Lakini kutokana na kauli mbiu tulionayo katika mwaka huu, majanga ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, makubwa zaidi yamekuwa ni mawili. Moja ni ongezeko la idadi ya watu ambao ni wa jamii ya Wamasai na mifugo iliyopo katika eneo la hifadhi, lakini pia uwepo wa magugu au tunasema mimea vamizi ambayo yamekuwa yakipunguza malisho au chakula cha wanyamapori. Kwa hiyo majanga hayo makubwa ndio imekuwa changamoto kubwa katika uhifadhi wa eneo ya Ngorongoro, lakini serikali imeendelea kuchukua hatua kama mnavyopata taarifa na kuona sehemu mbalimbali wenyeji au tunasema wale Wamasai wameendelea kuhamasishwa ili kuweza kupungua au kutoka ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwenda katika maeneo ya Tanga katika kijiji cha Msomera na maeneo mengine mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Lakini pia tafiti na juhudi mbalimbali zimeendelea kuwa zikifanyika kwa kushirikiana na wananchi katika kukabiliana na kuondoa mimea vamizi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Kwa majina naitwa muhifadhi daraja la kwanza Singira Ngoishie Parsais, na mwakilisha meneja au kamanda wa pori la Akiba Selu ambaye ni moja ya maeneo ya urithi wa dunia tulionayo Tanzania.
Pori la Akiba Selous limeingizwa kwenye urithi wa dunia kwa sifa kuu mbili. Moja ikiwa ni eneo lenye aina nyingi na kwa idadi kubwa ya viumbe hai, hasa wanyama wakubwa. Sifa ya pili ni eneo kubwa, ni kilomita 50,000. Ni zaidi ya baadhi ya nchi. Rwanda nadhani kutolea mfano tu inaweza kaingia mara 3. Kwa ni sifa ya pekee ukubwa, lakini pia na ekolojia ambayo haijasumbuliwa, imeishi toka dunia iumbwe. Ile ekolojia ni sifa nyingine ambayo imefanya Selous kuwa maeneo ya urithi wa dunia. Kwa jina naitwa Fikiri David Maiba, muhifadhi utalii kutoka Bagamoyo, mji mkongwe, na pamoja na yale magofu ya Kaole, niko hapa katika zoezi zima hili la urithi wa dunia. Mji mkongwe Bagamoyo iko katika tentative list au listi inayosubiri kuingizwa katika mchakato wa kutangazwa mji mkongwe. Bagamoyo imekuwa kuanzia karne ya 13 kutoka magofu ya Kaole, ni mji uliokuwa ni kitovu kwa ajili ya biashara ya watumwa na biashara ya mzunguko wa bahari ya pwani. Naitwa Siawezi Hungo, ni muhifadhi wa kituo cha magofu ya Kaole, ambacho kituo hiki cha kihistoria kiko katika mji wa Bagamoyo. Kaole ni mji ambao una zaidi ya miaka 800 iliyopita, na kazi kubwa tunayoifanya ni kwa ajili ya uhifadhi wa maeneo yale ya kihistoria pamoja na majengo ya kihistoria, vile vile kupokea wageni kutoka nje na ndani ya Tanzania. Kauli mbiu ya migogoro na majanga kwa kituo cha magofu ya Kaole ni moja ya miongoni ya kituo ambacho kilikuwa kimepambana nayo kwa juhudi za Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Aliweza kuunda kamati ya mawaziri 8 ambao katika juhudi ya kazi zake ziliweza kukitatua kituo cha magofu ya Kaole katika kuondoa migogoro ya wananchi wanayopambana na eneo la kituo cha magofu ya Kaole. Lakini vile vile majanga yanayoikuta kituo cha magofu ya Kaole ni yale ya tabia ya nchi kama vile mvua, upepo, majanga ya moto, wanyama wanaoingizwa katika maeneo ya hifadhi. Lakini yote hayo tunaweza kupambana nayo na kutoa elimu kwa jamii zinazotuzunguka ili kuweza kutunza maeneo yetu ya urithi wa kituo cha magofu ya Kaole. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.